mwaka nilioishi vizuri ni mwaka huu. Yaani naishi kama niko peponi. Kushoto raha, kulia raha. Oli. Karibu. Asante. Habari za saizi? Salama, habari? Shikamoo mzee. Malaba. Karibuni. Asante. Kwa majina naitwa Abu Isa Ali. Ni karani wa sensa ya watu na makazi. Mimi kwa majina naitwa Daila Muali Pazi. Pia ni karani wa sensa ya watu na makazi. Tupo hapa kwa ajili ya kupata taarifa zenu muhimu. Karibuni. Asante sana mzee. Sasa mzee, chukua tunaomba majina yako matatu. Majina yangu? Mimi naitwa Mzee wa Kutetema. Mzee, hatumaanishi majina ya utani. Tunamaanisha majina matatu uliopewa na wazazi wako. Yaani kwamba ambayo yanatumika kwenye cheti chako cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa au chakula. Ndio majina yangu, naitwa Mzee wa Kutetema. Hujawahi kusikia kuna mtoto amezaliwa hivi karibuni anaitwa Mayele? Nimewahi kusikia. Sasa kama huyo umesikia, kwa nini mimi unabisha? Mzee, hebu naomba basi utuelewe. Sisi ni watumishi wa serikali na tupo hapa kwa tamko kuu kabisa la nchi. Hivyo basi tunaomba ushirikiano wako. Kwa shida yenu kubwa ni nini? Shida yetu sisi kupata taarifa zenu muhimu, ikiwemo na hayo majina yenu, lakini pia na idadi ya watu ambao wanaishi kwenye hii nyumba. Kwa shida yenu kutuhesabu. Sasa mtakapozunguka huko kote huko, mtakapokuwa mmekusanya idadi ya watu hao, jumlisheni 1, 2, 3. Idadi yenu itakuwa imekamilika. Mzee, hiyo unaikosea serikali. Maana sisi tumetumwa na serikali. Nyinyi mbona kama mnaonekana mmekuja kinamna nyingine? Mmeambiwa hayo matokeo yenu kusana nyana hizi 3 namba hizi. 1, 2, 3. Mtakuwa mmepata majibu ya kutosha. Sasa mnabisha. Nyinyi mtakuwa mmekuja kuloga Mzee, hebu tuelewe basi. Sisi hatupo hapa kwa nia mbaya. Tunaomba basi ushirikiano wako. Tafadhali. Hawa watakuwa wametumwa. Na mimi silogeki kama mmeagizwa. Silogeki. Niwaambie ukweli silogeki. Na kwanza mmepata bahati tu kuanguka kwenye uwanja huu. Mmekuja bila ya kuanguka. Mmepata bahati kubwa. Mlivyoingia ndo mnatakiwa kutoka. Na waomba tokeni. Mzee wangu, unaikosea serikali. Afu nyinyi mnapenda sana mazungumzo mengi. Nikisema nenda nenda. Nyinyi mmeagizwa nyinyi. Katika uwanja wangu hausumbuliwi na watu kama nyinyi. Kwenda kabisa. Nataka kunisababisha mimi nimwage damu hapa. Unaambiwa mimi Mzee wa Kutetema, wa kutetema. Hakuna wa kutetema. Hakuna wa kutetema vipi? Mbona Mayele umekubali kuna mtu anaitwa Mayele? Napanga leo sitoki. Ninakaa hapa. Rudi tena. Mwenyekiti. Naam. Zoezi letu leo lilikuwa na changamoto kubwa sana. Kwa nini? Tulipita kwa bwana mmoja kule. Ametutishia sana maisha. Ni nani huyo mwenye ujasiri wa kuwatishia maisha watumishi wa serikali? Ni ngumu kumfahamu, lakini amejitambulisha kwa jina la Mzee wa Kutetema. Mzee wa Kutetema? Ndio. Yukoje huyo? Ni bwana fulani hivi mweusi, anakuwa fulani hivi imebarikiwa. Lakini kitu ambacho kitaweza kutambulisha kwa jinsi sivyoona yule ana wake wawili. Aha. Huyo bwana ni bwana Kesi na Wakeze. Kesi na Wakeze? Unamaanisha nini? Yaani Kesi na Wakeze ndo jina lake ama? Yule bwana jina lake halisi anaitwa Kesi Ali. Na kwa kuwa Kesi ameoa wake wawili, katika familia yake
na wake zake imekuwa ni malumbano kila kukicha na matatizo ya ugomvi kila siku. Sasa hawaishi kuja kuniletea kesi hapa nyumbani kwangu. Na kimantiki hiyo, na ndio maana sisi hapa kote mtaani tunamwita kesi na wakeze. Ikiwa na maana kwamba? Nikiwa na maana kesi na wake zake. Aha, hapo sasa tumekuelewa mwenyekiti. Sawa. Sasa niwaombe jambo moja. Nyinyi endeleeni na kazi na majukumu yenu kila siku. Lengo na mazumuni kufikia malengo, kwa sababu nyinyi ni watumishi wa serikali. Mimi nitahakikisha ili jambo linaisha. Na lolote ambalo takalowatokea nyinyi litakuwa chini yetu sisi serikali. Na naondoa shaka kabisa halichojirudia tena. Sisi tunashukuru sana mwenyekiti. Sawa. Msitie shaka. Asante. Habari yako bwana Kesi? Salama za wewe? Safi, kwema? Kwema. Naona unaenda kwenye mishughuliko. Ni kweli. Na katika majukumu yangu ambayo niko nafuatilia, moja hapo ni hili. Mguu huu unaoona niliotoka nao serikalini, nimekuja kwako. Lengo na mazumuni nije kuzungumza na wewe. Kwa hiyo ulikuwa unakuja kwangu? Nyumbani kwako wewe. Basi sawa, tuelekee nyumbani. Hapana. Hapa tulipokutana ni vyema tukaongea. Kitendo ulichokifanya si kizuri bwana Kesi. Cha kuatishia watumishi wa serikali ambao wamekuja nyumbani kwako kwa ajili ya kufanya jambo la muhimu. Watumishi gani hao? Bwana Kesi, ina maana uwajui watumishi wa serikali wa sensa na makazi ya watu kwa ajili ya kuhesabu watu pamoja na maeneo yao. Leo naenda kuwatishia tena kwa panga. Mbaya zaidi umwambie unaweza ukawaroga. Hivi uone unachokifanya kwamba si kizuri na si sahihi. Na uone kuwa kwamba serikali inaweza kukushikilia na kukuweka ndani. Kweli bwana Kesi? Hapo ndo nilipokuwa